صبر زميل المنذر Sahih Bukhari na Sahih Muslim wanawazuoni wamezipokea hadithi zao kwa kuzikubali na wala hakuna mpinzani isipokuwa mambo machache tu. Katika hizo chache ambazo zimekosolewa na wanawazuoni tangu wakati huo mpaka kusema kwangu huku, herufi chache au maneno machache yaliyokosolewa, hadithi hii ya Al-Jariya haimo, bali ni katika hadithi zilizokubaliwa. Ukitafuta maneno ya wanawazuoni ukipekua, Imam Muslim amefariki mwaka 261 Hijiria, na leo tuko 1447 Hijiria. Kwa hiyo kwanza katika ile miaka 447 toa 261, alafu kuna 1000 nzima kumebakia. Utapata wakati na miaka iliyopita tangu kutungwa kitabu hiki ni siku nyingi sana. Pamepita wanawazuoni wengi sana katika miji mbalimbali, wamekidurusu kitabu hiki wakakikubali. Kile ambacho likiona kwamba hiki kidogo, hapana, kama kina Imam Ad-Daraqutni wakaandika baadhi ya vitabu kutia kidogo dosari katika yale waliona kwamba ni dosari, na waliofuatia waliyatia dosari walioyaona, lakini hadithi hii sio katika hizo. Kwa hiyo karne ya 3 ikapita, karne ya 4 ikapita, karne ya 5 ikapita, karne ya 6 ikapita, ya 7, ya 8, ya 9, ya 10, ya 11, ya 12, ya 13, ya 14, mpaka sasa tuko karne ya 15, 47 wa 400 baada ya 1000 min al-hijra, karne ya 15. Wanawazuoni wote kimya wamekubaliana kwamba hadithi hii ni katika hadithi zilizothibiti katika Sahih Muslim, haina mjadala. Pameeleweka. Baadhi ya wanawazuoni kwa sababu ya mirengo yao ya kimadhehebu wakajaribu kuitafsiri hadithi ili kuitoa katika ile maana ambayo inapingana na ule msimamo wao. Lakini hakika hasa hadithi hii ni katika hadithi zinazothibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya viumbe wake, juu kabisa ya viumbe wake, ndiko mahali aliko. Na neno aina alilotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza yule jari, yule mjakazi, aina katika lugha ya Kiarabu maana yake ni wapi, ni neno lililowekwa kuulizia mahali. Ukimuuliza mtu aina taskunu, kwa maana unataka kujua anaishi wapi. Aina tadhhab, unakwenda wapi, unataka kujua anapokwenda mahali. Aina alkitab, kiko wapi kitabu, unataka kujua kitabu kiko wapi, mahali kilipo. Aina alqalam. Na neno hili lilithibiti kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza yule Jariya. Kama ingekuwa ni muhali au ingelikuwa ni ukafiri kuulizia mahali alipo Allah, kwa kuwa hana mahali, asingethubutu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuuliza kitu hicho. Si kuuliza tu alafu ajibiwa kisha akubali. Sasa miaka ya karibuni hapa ndipo palipoanza maneno, wamejitokeza baadhi ya watu, takriban watu watatu ndio walioanzisha jambo hili. Mmoja akamfuata mwenzake, kisha wakafuatia wengine. Kuna mtu anaitwa Muhammad Zahid al-Kauthari, sufi mkubwa Ash'ari. Muhammad Zahid al-Kauthari, huyu ndiye mtu wa kwanza kuitilia shaka hadithi wal-Jariya.
sufi mkubwa kabisa. Ukitaka kujua habari zake chukua kitabu kinachoitwa Sharh al-Aqidati at-Tahawiyya, chapa ya Daru al-Fikr al-Islami, sikumbuki, lakini ile yenye tahqiqi ya Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, Sharh al-Aqidati at-Tahawiyya, ambayo imehakikiwa na Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Alafu soma ule utangulizi wake pale, utamjua nani Muhammad Zahid al-Kauthari. Sheikh al-Albani anamzungumzia yule mtu, msome kidogo, soma ile maneno kwa insafu, alafu uyaache ukiona hayakufai. Hii ni maneno ya kielimu. Kwa mtu mwingine anaweza kusoma maneno ya kielimu akawa hayataki tu, lakini wewe asome tu umjue huyu mtu ni nani, Muhammad Zahid al-Kauthari, Zahid min az-zuhd. Kisha akafuatiwa na mtu mwingine akiitwa Abdullah as-Siddiq al-Ghumari, Siddiq al-Ghumari, Abdullah Siddiq al-Ghumari pia naye akamfuatia katika hili, katika kuitia shaka hadithi hii na kutaka kuikosoa hadithi hii juu usahihi wake. Hawa pia wakafuatiwa na mtu mmoja akiitwa Hassan Ali Saqqaf, katika watu wa zama za sasa, na wote ni katika mrengo wa hao jamaa. Wakaizungumzia hadithi hii na kuitilia shaka kwamba kama vile haikuthibiti. Sisi kwa upande wetu Ahlus Sunnah wal Jamaa, mtu akizungumza maneno kielimu akaleta hoja za msingi, akatumia kanuni za kisheria zinazokubalika katika kulizungumzia jambo, kama njia aliyotumia na jambo alilofanya ni sawa, sisi huwa tulikubali kwamba kweli haki ni hii, na lile tulikuwa tumelisimamia makosa. Kama mtu amezungumza kwa insafu kabisa na kwa ilmu na amefuata kanuni zinazotakiwa za kielimu katika kujadili na kupembua hoja, akachambua zile hoja, akafanya upembuzi, akatengeneza hoja yake, akajenga hoja vizuri kabisa, akamonyesha makosa na akaionyesha haki, yani usawa uko wapi na makosa yako wapi. Sisi ni haki yetu kukubali haki bila kuangalia huyu ni mzungu au ni Mwarabu au ni Muhindi au ni Muafrika au vyovyote itakavyokuwa. Tuangalie sisi, tuangalia zile hoja alizozileta, na hiki ndio kitu ambacho tunatakiwa sisi tukifanye. Sasa mabwana hawa, pamoja na kwamba hawakuona haya kuwa kabla yao katika aima wakubwa wametangulia kwa miaka mingi, hakuna aliyetangulia katika jambo hili, hawakuona haya wakalizungumza jambo hili na wakaitilia shaka hadithi hii. Pamoja na hivyo, sisi tunaona kwamba iko haja kuwatazama na kuwasikiliza wanasemaje, kwa sababu hii hadithi katika wanawazuoni walioisahihisha ni Imam Muslim mwenyewe, lakini pia al-Imam al-Bukhari kabla yake, na ametaja katika khalq af'al al-ibad baadhi ya sehemu ya hadithi kaitaja, na pia katika walioisahihisha ni al-Imam Ibn Abd al-Barr al-Andalusi, kadhalika al-Imam al-Baghawi. Al-Imam Ibn Abd al-Barr katika kitabu chake al-Isti'ab kwenye juzuu ya 3 kurasa wa 383, al-Imam al-Baghawi Muhyi as-Sunnah katika kitabu chake Sharh as-Sunnah kwenye juzuu ya 3 kurasa wa 239 katika waliosahihisha hadithi hii. Kadhalika al-Imam Ibn Qudama katika kitabu chake Ithbatu Sifati al-Ulu katika kurasa wa 47, al-Hafidh al-Imam al-Dhahabi kwenye kitabu chake alichokiita al-Ulu, maarufu kitabu al-Ulu, al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar. Al-Imam al-Dhahabi mwenye Siyaru A'lam an-Nubala amesahihisha hadithi hii katika kitabu al-Ulu kurasa wa 14. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani
amesahihisha hadithi hii katika Fathul Bari juzu ya 13 ukurasa wa 359 na wengi katika wanazuoni wa hadithi wamesahihisha hadithi katika karne tofauti tofauti. Wanaona kwamba hadithi hii ni sahihi. Itabaki sasa mwingine kafanya tawili, yule kafanya vile, lakini hadithi hii ni sahihi, haina shaka ndani yake, imethibiti. Sasa hawa wenye kutia shaka hawa, hoja yao ni ipi? Wao katika hoja zao wanasema hadithi hii ni muttarib. Hadithi ni muttarib, hadithi ina mpapatiko, hadithi inajigonga gonga, ina mgongano na hadithi nyingine. Hapa ndipo nipotaka kuzungumzia. Wasema kuna hadithi nyingine na riwaya nyingine zimekuja kuonyesha kuwa kuna utofauti na vile alivyonukuu sahaba Muawiya ibn al-Hakam. Huyu mpokezi wa hadithi al-Jari aitwa Muawiya ibn al-Hakam radiyallahu anhu as-Sulami. Yeye kapokea tofauti kwenye lafdhi lake na tamko lake. Sahaba huyu anatuambia kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza yule mjakazi, mtumwa wa kike, alimuuliza aina Allah, Mungu yuko wapi? Allah yuko wapi? Lakini ambapo kuna riwaya nyingine kutoka kwa maswahaba wengine zimekuja kwa lafdhi tofauti, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza yule jaria man rabbuk, akumuuliza aina Allah. Ambapo riwaya nyingine pia zimekuja zinaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza yule aljaria atashhadina an la ilaha illa Allah, je, wewe washahadia ya kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah? Hilo ndio swali alilomuuliza yule aljaria na sio aina Allah. Kwa hii riwaya, hizi riwaya nyingine zinagongana na riwaya hii, unafahamu? Kwa hiyo kama kuna mgongano, basi haifai kufanya hoja hapo. Lazima tutie nguvu upande mmoja. Ipi ilikuwa sanii ya Mtume na kazi yake na mwenendo wake pia katika kuwauliza watu? Je, kuna hata siku moja alimuuliza mtu aina Allahu? Mbona kamuuliza huyu jaria? Nataja riwaya nyingine kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza huyu hivi, alimuuliza yule vile, akamuuliza yule vile, lakini hakuna neno aina Allah. Kwa hiyo hadithi hii imeanguka. Naelewa? Sasa hapa pana mambo mengi, mimi nataka nizungumze maneno machache tu. Kwanza, nasaha kwa watu wa aina hii ambao wameghurika. Maneno haya kama tulivyosema yameanzishwa huko na kina Muhammad Zahid al-Kauthari, lakini Abdullah Siddiq al-Ghumari, wakafuatwa na Hasan al-Saghaf, kisha makhurafi wote wakafuatia katika hilo, wakakubali, wakaona maneno yaliyozungumzwa ni maneno ya sawa. Hawakutaka kutafiti wala kutaka kujua wala chochote, wala hawakutaka kuuliza. Kanuni zote za dini wakazitupilia mbali, wakachukua maneno haya kama ilivyokuwa ada yao katika mambo mengi tu, mambo ambayo yanawaunga mkono wao, basi haraka haraka uyachukua. Nitatoa mfano baadhi ya mambo, lakini katika tabia walionao ni hiyo, haraka haraka. Hawana utafiti wote wa mambo ya hadithi, hawana, wanafuata tu. Sagafu kaandika hivi bwana, kamkosoa Albani kweli kweli. Kamkosoaje? Kasahihisha, kuna hadithi nyingine kazisahihisha huku, mara kule kazidhoofisha. Yaani maneno lazima shay kusema hapa ni kadhibu tupu kutoka mwanzo mpaka mwisho. Sagafu kaamua kusema uongo, fastakhaffa qaumahu fata'uhu, amewafanya wapumbavu watu wake na wao wakamtii. Lakini ukisoma tanaqudhat al-Albani cha Sagafu ni uongo mtupu kwa mtu anayejua elimu ya hadithi. Nimeandika kwenye kitabu Wailul likulli afakin athim mifano katika hili. Nimeandika kwenye kitabu hiki Wailul likulli afakin athim, nimeandika mifano ya uongo ambayo Sagaf amemzulia uongo Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Tanaqudhat al-Albani. Taja mifano kama taja vitu kama mfano kuonyesha hao jamaa namna usivyokuwa na amana. Wao hawana cha kusema, waseme chochote, wakaa kimya tu, wakutazama tu hivi.
akikaa kama kasahau sema wasikia Sagafu alivyokosoa Albani, kumwambia haja mkosoa amesema uongo, kuna hivi, akaa kimya. Siku zikipita arudia tena vile vile. Sasa hii ni tabia, wengi wao wako namna hiyo. Masala ya hadithi wao mbali kabisa. Sasa tukirudi katika hili, tuwakumbushe tu kwamba ukienda katika ilmu ya usuli al-fiqh, ilmu usuli al-fiqh ilmun adhim min ashraf al-ulum. Najua nani mtu wa kwanza aliyetunga kitabu mustaqil cha ilmu hii? الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. Sasa wao ukiwasikiliza wakati mwingine utaona kama vile waijua sana usul fiqh, kumbe wanaviji ibara fulani hivi wamevihifadhi, akisimama hivyo kuwatishia watu ambao hawajasoma. Maana sasa hivi imekuwa ndio elimu hiyo, mtu anaweza kuhifadhi maneno yake mawili matatu ili akawatishie watu kwenye hadhara, utaona kwamba labda ajua kweli. Ukija kwenye tathbiki sasa na uhalisia na vile anavyofanya, utakuta ni mtu hana misingi katika hilo ya kueleweka. Sio dharau, tazungumza uhalisia. Kwa nini? Kwa sababu haya. Sasa katika elimu ya usul fiqh kuna milango maalum imewekwa, kama mlango wa taarudh al-adilla. Sawa? Hizi dalili hizi za kisheria, alkitab sunna, wakati mwingine dhahiri yake kama zina mgongano hivi, kama kuna ittirabi hivi. Tunaona aya hii yasema hivi na ile yasema vile, mbona kama kuna mgongano hivi? Au hadithi hii yasema hivi na hadithi ile yasema hivi. Sina haja kutaja mifano sasa, lakini hilo jambo lipo na wao wanalijua, na milango kama ipo kwenye vitabu vya elimu ya usul fiqh. Tumefahamu kwa kama mambo haya yapo, utaratibu wake sasa. Je, utaratibu wake ukoje? Mfano, imetokea hadithi fulani na hadithi fulani za suguana, za gongana, hii ni am na hii ni am, za gongana katika masala, au hii ni khas na hii ni khas, au hii ni am katika wajhi na ni khas katika wajhi mwingine, alafu hadithi nyingine ni am katika wajhi na ni khas katika wajhi mwingine. Tariqu aljami au masaliki zinakuwaje pale? Kitu gani cha kutanguliza mbele? Haya mambo pia ameyataja al-Imam as-Suyuti rahimahullah ta'ala katika kitabu Tadribu Rawi. Inapotokea kuna masala yamedhihiri kama vile kuna taarudhi baina ya adilla, akaweka njia za kupita na masaliki zake. Lakini jambo la kwanza kabisa ambalo wewe utakiwa ujiulize, na ndilo ambalo pia katika hayo wanawazuoni wameyasema, je, inapotokea hadithi sahihi iliyokuwa katika a'la maratib as-sihha ikigongana na hadithi dhaifu, je, ni kweli yafaa kuigonganisha hiyo na kuipa nguvu hadithi dhaifu? Ni sawa? Nifahamu. Ukirudi katika kanuni na maelezo wanayotoa na wazuoni kwamba hapo hakuna uwiano kabisa, hakuna uwiano. Huwezi kuipambanisha hadithi sahihi na hadithi dhaifu, bali hata sahihi na hasan huwezi kupambanisha. Bila shaka sahihi itakuwa iko juu na ina nguvu kuliko hasan, kama zikiwa zagongana kiasi ambacho haiwezekani kufanya jamu. Hakuna imkani ya jamu, aljamu ghairu mumkin, wala haikujulikana almutaqaddim walmutaakhir, ipi imetangulia ipi imechelewa, ili tuangalie kwamba almutaqaddim kuwa ndio ni mansukh na mutaakhir ni nasikh. Tumefikia wakati wa kufanya tarjihi sasa. Je, ni haki kuipambanisha hadithi sahihi iliyo ndani ya kitabu sahihi katika vitabu ambavyo talaqatil ummatu bilqabul, umma umepokea yale yaliyomo kwenye vitabu hivyo kwa kuvikubali, upambananishe na maneno mengine yale kwenye vitabu vingine ambao usahihi wake una matatizo? Ni sawa?
biayi aqlin wa biayi dinin, ni kwa akili ipi na kwa dini ipi afanya namna hiyo. Sasa kwa ufupi, hizi riwaya nyingine zote ziko nje ya sahihi mbili. Hilo ni jambo la kwanza. Alafu riwaya nyingine zote zilizobakia la taslam min almaqal, hazisalimiki na maneno, kwa hiyo haziwezi kufanyia mukawama hadithi hii sahihi. Insha Allah mara nyingine nitakuja kufafanua msingi huu kwa mfano. Kwa mfano, hadithi hii lafdhi hili liko mahali fulani na ila yake ni kadhaa, na hii kwenye mahali fulani na ila yake ni kadhaa. Sasa wao walichokifanya ni hivyo, yani walichokifanya hawa mabwana hao wa kisufi wa kikhurafi, wamechukua hadithi dhaifu wakagongamanisha na hadithi sahihi. Tena hala hawakutaka kufuata zile masaliki za kufanya jamu, kwamba basi aljamu huna mumkin, inawezekana aliuliza hivi alafu yule mwingine akamuuliza vile, inawezekana kila mmoja akamuuliza kwa namna yake, kwa sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa maswali la aina moja anaulizwa, lakini kila mmoja anamjibu kwa ile hali yake. Ni amali gani iliyo bora zaidi, afdalul fadhaili ni ipi, kila mmoja amjibu vile alivyo. Usemi kwamba hii ni ittirabu au hii ni tanaqub. Laiti wangepita katika maslaki hiyo kwanza ya kufanya jamu, wangekuwa wamefanya insaf. Ikishindikana jamu, basi wafanye tarjihi kwa njia ambayo yafaa, ambayo wanawazuoni wamekubaliana kwamba hiyo ndiyo njia ya kuhuianisha na kutia nguvu moja juu ya nyingine. Lakini kutumia matashi na mapenzi ya nafsi katika kuhukumu mambo ya dini, hiyo ndio alhawa biaini, itibau alhawa, kufuata matamanio ya nafsi. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nimeona nitangulize maneno haya tu katika jambo hili.